Ndugu zangu wa Tanzania, leo tena ni siku nyingine ambayo ni tarehe 21 mwezi wa 11 2025. Siku zinazidi kuyoyoma. Leo nilikuwa na tafakuri kidogo kwamba chanzo cha haya yote yaliyotokea tarehe 29 mwezi wa Oktoba ya watu kumiminiwa risasi, pigwa risasi na kuuawa watu wengi, mamia ya Watanzania, chanzo chake ni nini? Chanzo chake ni mapinduzi. Nchi hii, nchi ya wanyonge, sauti ya wanyonge, sauti ya watu ambao hawana nguvu, ilipinduliwa tarehe 17 mwezi Machi 2021. Baada ya ile tangazo la saa 5 la kwamba John Pombe Magufuli amefariki dunia. Ndo sauti ya wanyonge, sauti ya watu wenye haki ilikoma toka siku hiyo. Haya mengine haya ni matokeo ya kile kilichofanyika tarehe 17 2021. Wanyonge walipinduliwa, watu wenye haki walipinduliwa, wakabaki wasakatonge, wakabaki wale mataikuni. Ndio maana leo ukisema sana mawili, uhongwe unyamaze au ufe. Ni hayo tu. Na ndio maana nyinyi hamjiulizi wa Tanzania, kipindi cha John Pombe Magufuli, kwa nini kila alichokuwa anataka kukifanya kilivuja kwenye mitandao ya kijamii? Kwa sababu alikuwa amezungukwa na watu wale paka kwenye baraza la mawaziri. Kila alichokuwa anakipanga Magufuli kabla hajakitekeleza kimesha feli. Maana yake tayari kimeshavuja. Hamjiulizi? Kwa lugha nyingine, Magufuli alikuwa na wakati mgumu sana, kwa sababu alikuwa ni mtu ambaye ni mtetezi wa, alikuwa ni sauti ya wanyonge, ilikuwa ni sauti ya watu wa haki. John Pombe Magufuli. Hivi unafikiri ilikuwa ni rahisi? Wewe umeingia madarakani, unakuta mikataba ya madini imesainiwa, unataka kuivunja. Unakuta watu wanachukua makinikia, wanasomba, wanahondomola tu, wanajibebea. Halafu unakataza no export ya makinikia. Unakuta watu wanachukua makaa ya mawe wanavyotaka wao. Halafu unabloko, unasema kwamba makaa ya mawe yatatumika kwa ajili ya nchi yetu. Unakuta gesi imewekwa rehani kwa watu fulani, kwa watu wa nje. Alafu sisi TPDC, lile shirika letu la maendeleo ya nini, ya nini lile, ya nishati sijui, diwe linanunua kutoka kwenye kampuni za Wachina, kutoka kwenye kampuni za wale sijui nini, panga zini na nini mineral, kwa bei kubwa zaidi ya 45%. Ndio maana bei ya umeme ni kubwa katika Tanzania. Unafikiri kwamba Magufuli angebaki salama? Yaani uanzishe bwawa la Mwalimu Nyerere, ujenge megawati, ugenerate megawati 2115 ili kusudi wananchi wako wauziwe umeme bei ya chini, wachane na habari ya kununua umeme unaotengeneza songa na hawa watu wa gesi, songas. Ulikuwa ni rahisi? Ndio maana alikuwa na wakati mgumu. Ndio maana kile tarehe 17 watu walishangilia wale, nchi ikapinduliwa, wanyonge walipinduliwa tarehe hiyo. Ndio maana leo hata ukilia, hata ukipiga kelele, hautasikilizwa wewe Mtanzania. Nani atakusikiliza wewe Mtanzania maskini? Nani? Nchi ishapinduliwa hii tarehe 17 mwezi Machi. Na ambaye zaidi, kwa ujinga wa watu wakafurahia. Baadhi ya watu walifurahia, walienda kwenye mkumbo ule kwa sababu walilishwa propaganda
za kijinga kwamba Magufuli ni mbaya. Walilishwa propaganda za kijinga kwamba Magufuli ni mbaya. Magufuli alilinda rasilimali za nchi. Hivi mtu mbaya unaweza ukatunga sheria ya ulinzi wa rasilimali za nchi kama ile ya 2017 ile? Kuziring fence rasilimali kwamba hizi rasilimali ni marufuku kutumika kwa ajili ya watu fulani, lazima zitumike kwa ajili ya Watanzania. Nani anaweza kufanya hayo mambo? Nani anaweza kufanya hayo mambo? Nitazungumza kwenye kipengele kimoja tu cha afya leo. Sekta ya afya, Watanzania wote, asilimia wote kabisa ni wagonjwa watarajiwa, lakini ni wafu watarajiwa. Na tunahitaji sekta ya afya kama kimbilio la watu wote, mwenye hela na ambaye hana hela. Ila gharama za matibabu ya katika nchi hii ni kubwa mno. Affordability ya watu masikini imekuwa ni ngumu kwa sababu ya maisha yalikuwa magumu. Kwa mji wa sera ya afya Tanzania na kwa mji wa ilani ya CCM ile ya 2025-30 na 30-25-30, watu wanawake wajawazito, watoto na wazee wanatakiwa watibiwe bure. Ila leo ukienda hospitalini matibabu ni ghali. Ukiwa huna hela unakufa unajiona. Wamama wajawazito wanatakiwa kuandaa vifaa vya kujifungua wanapoenda kujifungua. Leo gharama yake yani wastani wake kama 100,000 mpaka 200,000. Huna hela unaambiwa rudi nyumbani, mume wako akakufanyaje? akakusaidia kujifungua. Sio kumbuka kauli zile. Au umeshasahau Watanzania ni wepesi kusahau nyinyi. Lakini hii yote ni kwa sababu gani? Nchi yetu ni tajiri. Kwa mujibu wa ripoti ya CAG mwaka huu tu zimetumika zaidi ya shilingi bilioni 500 karibia na 70 kwa ajili ya kutumia matumizi ya ovyo ambayo hayana msingi, hayana tija kwenye umma. Ila bajeti ya shilingi bilioni 500 MSD anaomba kwenye serikali ili kusudi aokoe afya za Watanzania imekosekana. MSD anaomba bilioni 500 tu. Ila pesa za matumizi ya ovyo zenyewe zipo. Ndio unasema kwamba wewe Mtanzania masikini kuna mtu anakujali? Nchi yetu sauti ya wanyonge ilipinduliwa mwezi Machi tarehe 17. Tarehe 17 ilipinduliwa. Umeona vizuri? Ndio maana ukienda hospitalini hata ukipiga kelele hakuna atakaye kusikiliza. Hivi inaingia akilini. Mashine ya MRI CT scan kwa mfano kuinunua shilingi bilioni 1.7. Hivi lakini pesa hizo hazipo za kununua, za kuteka tu hata CT scan 10 katika nchi hatuwezi kuzinunua hizo. Kwa sababu CT scan 10 maana yake unaongelea bilioni 170 tu. Hizo hela hazipo. Ni bilioni 17 tu. Bilioni 17 kwa sababu bilioni 1.7 kila CT scan moja. Ukisema CT scan 10 maana yake bilioni 17 hazipo. Ila zipo bilioni 100 za kuchangia ili kusudi watu waende kwenye kampeni ya chama. Wewe alafu wewe unasema kwamba chama ni mambo yako vizuri. Wewe umepinduliwa wewe. Umepinduliwa tarehe 17. Sauti ya mnyonge, sauti ya maskini, sauti ya mwenye haki ilipinduliwa tarehe 17 mwezi wa 3 2021. Nakupa mfano mzuri tu. Juzi kati hapa tulimwona waziri wa afya. Kuna watu wa nje, si Wahindi wale si wa nini, wameenda pale kwa ofisi ya waziri. Juzi tu baada ya kuapishwa akaenda tayari anamwambia katibu mkuu hakikisha kwamba tenda hao watu wanapewa nafasi ya kuwekeza. Umeelewa vizuri? Kwa sababu ya nini? Huo msukumo paka wasema kwamba mpaka saa 10 ili kusudi watu hapa wapate hii tenda, hao wasikosekane. Leo tuwape. Unajua, unafikiri huo msukumo unakuja tu hivi bila kitu?
Kuna kitu ambacho sisi hatukijui. Kuna kitu. Hivi inawezekana vipi nchi yenye pamba, nchi yenye rasilimali zote hizi kama pamba, tuna chuma, tuna makaa ya mawe, tuna kila kitu, halafu tunaagiza vitu kutoka nje? Unawezaje kuagiza pamba kutoka nje? Unawezaje kuagiza sindano kutoka nje? Unawezaje kuagiza eti maji kutoka nje? Unawezaje Mtanzania? How? Unawezaje kuagiza dawa kutoka nje? Wakati sisi tuna watu ambao ni wataalamu, wamesomea, wabobevu, waliosoma mambo ya pharmaceutical industry. Waliosoma mambo ya pharmacy. Sasa waliosoma mambo ya pharmacy wana kazi gani sasa wao? Pharmacy ni kutengeneza madawa. Kama hatuwezi kutumia watu wetu kutengeneza dawa za kutibu watu wetu, tunashindwa nini? Tunawezaje kupiga hatua? Wakati wa COVID, wataalamu wetu walibuni mbinu mpaka wakatengeneza dawa za kutibu COVID. Uongo kweli? Ndani ya muda mfupi walitengeneza Covido, ilitengenezwa pale. Watu wakatengeneza kabuni dawa za kutibu COVID. Kwani uongo? Au zile zilikuwa ni dawa hewa au feki? Tuna uwezo wa kutengeneza hivyo, lakini haiwezekani kufanya hivyo kwa sababu ya rushwa. Watu watakula wapi? 10% watazipataje? Tukitengeneza ndani, tukiwawezesha wananchi wetu wakatengeneza dawa. Kwani sisi hatuna uwezo wa kutengeneza dawa? Kama tuna vyuo ambao kila siku vina produce wanafunzi ambao wamesomea, wabobevu katika swala zima la afya, tunashindwa nini kutengeneza dawa zetu zinaenda kuwatibu wa Tanzania wenzetu, na ambao wanajua mazingira ya wananchi yetu, na mimea mitishamba tunayo ya kutibu, vifaa vyote vya kutengeneza dawa tunavyo? Kwa nini imeshindikana? Kwa sababu ya 10%. Ndio maana nasema tarehe 17 mwezi wa 3 2021, nchi yetu, wanyonge, sauti ya wanyonge, sauti ya maskini na sauti ya wenye haki ilipinduliwa. Haya mengine ni matokeo ya kupigwa risasi na kutekwa na nini, ni matokeo ya mapinduzi ya tarehe 21 mwezi wa 3 tarehe 17 saa 5. Mfano, IPTL tunamdai shilingi, yani kwa mji wa taarifa tunamdai shilingi bilioni 389.8. Yule bilioni 389.8 alitakiwa tulipe mwezi wa 3. Mwezi ambapo nchi ya wanyonge, sauti ya wanyonge ilizimwa. Sauti ya wanyonge ilizimwa. Ndio mwezi ambao IPTL alitakiwa ailipe TANESCO shilingi bilioni 389.8, ikazimwa. Sijajua kama mnanielewa. Kwa hiyo hata tukipiga kelele hizi hazitasaidii chochote. Haisaidii chochote wa Tanzania, bali kikubwa zaidi ni umoja wetu. Umoja wetu wa kufanya restoration ya sauti ya wanyonge tena. Na ndio maana leo sauti, yani yoyote yule atakayezungumzia kuhusu watu atafukuzwa dakika hiyo hiyo, au kuuawa, tekwa, zushwa zengwe. Mlimuona Polepole? Gwajima yuko wapi sasa? Na wale wapigania haki wako wapi leo? Wanaishi kama digidigi. Kwa nini? Kwa sababu sauti ya wanyonge, sauti ya wenye haki, sauti ya maskini ilizimwa tarehe 17 mwezi wa 3 2021 katika taifa. Ikabaki sauti ya watu wenye fedha, sauti ya watu wenye madaraka, wenye hivyo yani. Ila sauti ya wanyonge, sauti ya wenye haki, sauti ya maskini ilizimwa tarehe 17 mwezi wa 3 2021.
Mimi ni kijana mzalendo.